Bwana Yesu asifiwe. Basi imempendeza Mungu tukutane hapa tena katika hili darasa la Biblia, mafundisho ya bure. Naamini tukiwa na wapendwa wa Tanzania na hata wale wengine ambao wako katika mitandaoni Nairobi, mwendo wa Mbabu Abraham na mkewe na familia yake pia. So Mungu anapendezwa tuangalie hili somo la 3 kuhusiana na Mathayo. Bado tuko katika kitabu cha Mathayo. Tuko Mathayo sura ya 1. Bado tunaangalia kitabu cha Mathayo sura ya 1. Msomaji anaweza kusomea kitabu cha Mathayo 1 mstari wa 1. Mathayo mtakatifu 1 mstari wa 1. Habari za ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Abrahamu. Paka hapo. So tuliangalia kuhusiana na ukoo wa Yesu Kristo. Tukaona kuna ukoo wa Yesu katika Matthew chapter 1, na tukaona pia tuko na ukoo wa Adam katika Genesis chapter 5. Alafu tukayaongelea hayo. Tukaangalia ukoo mbili. Ukoo wa Yesu Kristo ambao ni watakatifu ndani ya Kristo Yesu, ambao hakuna mauti kwa ukoo wa Yesu Kristo. Lakini kwa ukoo wa Adam tunaona Abraham, Seth akaishi miaka akafa, Adam akaishi miaka akafa, Enoch akaishi akaenda na Mungu. Lakini wengine wote walikufa. Lakini katika kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo hatuoni mauti. Tukasema kwa ukoo wa Yesu Kristo mauti yamemezwa, sababu mshahara wa dhambi ni mauti, na ndani ya Kristo mauti yamemezwa. Tukaona pia hakuna age kwa ukoo wa Yesu Kristo. Hakuna age. Watu hawazeki kwa ukoo wa Yesu Kristo kwa sababu Yesu Kristo ni uzima wa milele, na ukiunganika na Yesu Kristo uzima wa milele umeunganika ndani yako. Sasa wewe unakuwa ageless katika ufalme wa Mungu, hautazeeka. Mfano tukaangalia Gabrieli aliyekuwa katika kitabu cha Daniel, na ndio huyo Gabrieli yuko katika kitabu cha Luke. Hajazeeka, atembei na fimbo, meno yake haijatoka, nywele zake pengine hazisemi, bado ana nguvu akiwa katika Old Testament, na akiwa hata katika New Testament bado ana nguvu. So tukaangalia ukoo, na pia tukaangalia kuzaliwa. Somo la pili tukaangalia kuzaliwa. Kwa Adamu walikuwa wanazaliwa, na kwa Yesu Kristo pia walikuwa wanazaliwa. Lakini tulipofika kwa Yesu Kristo, Matthew chapter 1 verse 16, tukaona Yesu anazaliwa kiroho. Tukaona uzao wa kiroho pale. Licha ya kuwa Matthew 1 mpaka 15 wanazaliwa kwa mwili. Alafu tukaona Matthew 1:16 tuona Yesu anazaliwa, lakini hatumii Joseph. Hakuna mbegu ya mwanadamu. Tukaona migawanyo kati ya chapter 1 mpaka 15 ni kuzaliwa kwa mwili, venye mwanadamu anazaliwa mara kwanza kama Nicodemus, angalia. Lakini tukiona chapter 16 verse 16 tuona Yesu anazaliwa kupitia nguvu za Roho Mtakatifu. Tunaona kuzaliwa kupitia Roho Mtakatifu. Tunaona hitaji kwa Yohana 3 mstari wa 3 na mstari wa 5 kwamba ni lazima tuzaliwe mara ya pili, kwa sababu tusajaliwa mara kwanza na dhambi. Lazima sasa tuiamini Injili, dhambi itolewe, Roho Mtakatifu aishindane, iwe kuzaliwa kwa Roho na kudhihirisha imani kwa maji, ubatizo wa maji, ndio tufanyike wana wa Mungu. Leo somo la 3 kuhusiana bado na Mathayo chapter 1 verse 1. Naweza kusoma sasa. Mathayo 1 mstari wa 1. Abrahamu, habari za ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Abrahamu. Hapo tuwe makini. Leo tutaangalia mwana wa Abrahamu. Kristo anaitwa mwana wa Abrahamu. Next time Mungu akipenda tutaangalia mwana wa Daudi. Licha ya kuwa mwana wa Daudi ndio imefuata, lakini tukiangalia katika Abrahamu na Daudi, Abrahamu ndo alikuja kwanza. Sawa. Ndio maana tuangalia sasa Kristo akiwa anaitwa mwana wa Abrahamu. Sawa. So kichwa cha somo hili
ni Kristo, Yesu, Yesu mwana wa Abrahamu. Yesu mwana wa Abrahamu. Hiyo ndio kichwa. Yesu mwana wa Abrahamu. Unaweza kusoma mstari wa 16. Mathayo takatifu 1 mstari wa 16. Yakobo akamzaa Yosefu ambaye alikuwa mumewe Maria, mama yake Yesu aitwaye Kristo. So tunaona Yesu yuko kwa ukoo wa Abraham na Abraham yuko kwa ukoo wa Yesu Kristo. Inakuwaje Yesu anaitwa mwana wa Abraham? Inakuwaje Yesu anaitwa mwana wa Abraham katika ukoo wa Yesu Kristo? Katika ukoo wa Yesu Kristo, Yesu alikuwa hata kabla Abraham. Sawa sawa. Lakini kwa sababu ya mjibu wa maandiko, Yesu akija duniani lazima atafute ukoo, mali ataingililia kupitia Mariamu, kupitia nguvu za Roho Mtakatifu, ndio afanye ile kazi ambayo babake Mungu Abrahamu, Isaka na Yakobo amemtuma aimalize. So Yesu anaitwa mwana wa Abraham kwa sababu Yesu, neno limefanyika mwili. Neno limefanyika mwili likaingia kwa ukoo wa Abraham ili azaliwe kupitia nguvu za Roho Mtakatifu kupitia Mariamu, alafu akamilishe ile kazi ambayo Mungu amemtuma ifanye. So Yesu anashuka, Yesu anajishusha. Ukiona Yesu anaitwa mwana wa Abraham, Yesu ni Bwana. Na inakuwaje Abraham anakuwa baba wa Yesu Kristo katika ukoo wa Yesu Kristo? Mungu anazungumzia kuhusiana na kiroho. So Yesu ni mtoto wa Abraham kwa kiroho katika ukoo wa Yesu Kristo. Umeelewa? Yesu alikuja kama mwili. Na akija kama mwili anaitwa mwana wa Abraham. Acha tuangalie Wagalatia 3 mstari wa 16. Wagalatia 3 mstari wa 16. Maandiko yanasema hivi: ahadi zilizonenwa kwa Abrahamu, ahadi zilizonenwa kwa Abrahamu na kwa mzao wake. Na kwa mzao. Abrahamu, habari zinanenwa kwa Abrahamu na kwa mzao. Mzao wa Abrahamu ni nani? Mzao wake? Maandiko hayasemi kwa wazao. Maandiko hayasemi kwa wazao. Ikimaanisha watu wengi. Akimaanisha watu wengi. Bali ni kwa mzao wako. Bali ahadi ilimwambia Abrahamu kwa mzao wako. Yaani mtu mmoja ndiye Kristo. Umeelewa? Abrahamu anapewa ahadi. Lakini ahadi hii haisemi ni ya watoto wengi kwanza. Anaambiwa uzao huu ni wa mtu mmoja ambaye ni Kristo. Ndio maana Yesu anaitwa mwana wa Abraham, kwa sababu maandiko yalimshuhudia Abraham kwamba akapewa ahadi ya kwamba kunaye mtoto atamzaa. Mtoto jina lake ni Yesu Kristo. Ndio maana tukisoma kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo katika Matthew 1 tunaona Yesu anaitwa mwana wa Abraham kwa sababu Abraham alipewa ahadi kwamba atamzaa mwana. Hii ahadi ikawa ni mtoto wa ahadi. Hao wengine Yesu ni watoto wake, lakini Mungu anaongea sasa kuhusiana na Yesu Kristo. Nadhani kwa uwezo wa Mungu tumeelewa kwamba inakuwaje Yesu anaitwa mwana wa Abraham. So hiyo haitatizi mtu yoyote hapa. Ni sawa. So acha tuende next step. Abrahamu anaitwa baba wa imani. So hapa kuna vitu Mungu anataka tuangalie. Abrahamu akiitwa baba wa imani na Yesu anaitwa wokovu. Abrahamu anaitwa imani, Yesu anaitwa wokovu. So inamaanisha imani inazaa nini? Inazaa wokovu.
Sawa sawa. Abrahamu akamzaa Yesu, ukoo moja. Yesu anaitwa mwana wa Abrahamu. Yesu anaitwa mwana wa Abrahamu. Ina maana Abrahamu kwa ukoo wa Yesu amemzaa nani? Yesu Kristo. Abrahamu ni imani, Yesu anaashiria wokovu. Ina maana imani David ndio inazaa wokovu. Umeelewa? Abrahamu akamzaa Yesu Kristo. Yesu mwana wa Abrahamu. Yesu mwana wa Abrahamu. Inamaanisha Yesu ni wokovu ambaye ametokana na imani ambayo ni Abrahamu. Imani inazaliwaje kwa moyo wa mwanadamu? Wokovu unazaliwaje kwa moyo wa mwanadamu? Lazima kwa uwezo wa Mungu asikize injili ya Yesu Kristo. Aonyeshe dhambi zake, aonyeshe maovu yake, yamuhuzunishe, ayakiri mbele za Mungu, ageuke kutoka kwa hizo dhambi. Hiyo inaitwa toba. Alafu kwa uwezo wa Mungu, kwa kile ambacho anakisikia, Mungu ampatie imani ya Yesu Kristo. Ingie ndani apate kuamini kazi ambayo Mungu amefanya kupitia mwili na mauti na damu na ufufuo wa Yesu Kristo. Dhambi ziondolewe. Roho Mtakatifu aekwe ndani kama muhuri wa Mungu. Mtu Roho Mtakatifu. Alafu adhirishe imani kwa maji mengi, mtu ameokoka. So wokovu chanzo chake ni imani. Ndio maana tukiona maandiko yanasema Yesu mwana wa Abrahamu. Wokovu watokana na nini? Imani. Bila imani hakuna wokovu. Umeelewa? Na imani chanzo chake ni kusikia. Na imani ni kuwa na uhakika baada ya mambo hayaonekani, lakini uko na uhakika kama yanaonekana. Hiyo ndio imani. Na hiyo ndio inamzaa Yesu Kristo ndani ya moyo wa mwanadamu. So hayo tutaangalia. Unaweza angalia Genesis 12. Mwanzo 12. Yeah, 1, 2 and 3. Mwanzo 12. Kuanzia kwanza. Bwana akawa amemwambia Abrahamu, ondoka katika nchi yako, waache watu wako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Abrahamu hapa anatumwa na Mungu. Anaambia mwache babako. Tuangalie imani ya Abrahamu inavyomzaa Yesu Kristo. Tuangalie imani ya Abrahamu inavyozaa wokovu. Tunaangalia imani inazaa vipi wokovu. So tunaangalia imani ya Abrahamu inavyozaa vipi Kristo Yesu ndani ya mioyo yetu. So tuona kuhusiana na neno la Bwana likamjia Abrahamu. Mungu anamwambia Abrahamu, ondoka, uende kwa nchi ambayo nitakuonyesha. Abrahamu hajamuona Mungu kwa macho. Abrahamu anasikia sauti, anaongeleshwa, alafu Abrahamu anaamini. Anaenda kwa babake, anamwambia mimi nimeongeleshwa na Mungu. Babake alikuwa anaabudu miungu. Anamwambia hii miungu sasa mimi naenda. Babake anamwambia unaenda wapi? Anamwambia sijui pale naenda, lakini kunaye mtu mbele yangu ataniongoza mahali niende. Hii ndio imani. Elewa. So hii ndio imani. Hauoni lakini unaongozwa na unachukua hatua ukiamini kwamba kunaye ambaye haonekani lakini yupo, alikuwa na ataendelea kuwa, atakuongoza katika kile ambacho amekuitia. Hii ndio imani. So Abraham haenendi kwa kuona, sasa anaenenda kwa imani. Amesikia sauti, alafu anainua mguu, anamchukua Sara, anachukua familia yake, anaanza kuondoka. Endelea. Mstari wa 2. Mimi nitakufanya taifa kubwa na nitakubariki. Nitalikuza jina lako, nawe utakuwa baraka. Anapewa ahadi. Mstari wa 3. Mstari wa 3. Nitawabariki wale wanaokubariki. Yeyote akulaanie nitamlaani, na kupitia kwako mataifa yote duniani yatabarikiwa. Hapo tuwe makini na hiyo sentensi ya mwisho. Licha kuwa zote zafaa tuwe makini, lakini kwa mniji wa somo hili Mungu anawaambia Abrahamu
nitabariki mataifa yote kupitia wewe Abrahamu. Waelewa? Mungu anamwambia Abraham, kwa nini Abraham anaitwa baba? Mbona anaitwa baba wa imani? Anaitwa baba wa imani kwa sababu Mungu anasema kupitia wewe Abrahamu mataifa yote yatabarikiwa. So wewe na mimi tutabarikiwa ama tumebarikiwa kupitia Abraham. So Mungu anaanza na ahadi ya Abraham. Abraham anakuwa baba wa imani. Kwa wote ambao watabarikiwa, Mungu anasema haitakuwa tu kwa njia zao, lakini itakuwa kupitia Abrahamu. So Mungu anatambua imani iliyo kwa Abrahamu. Na Mungu anataka tutakapokuwa tukiendelea wale waliokoka wazidi kusimama katika imani ya Abrahamu, na wale ambao hawajaokoka wasome imani ya Abrahamu, waipokee ili Yesu aweze kuzaliwa ndani ya mioyo yao kama vile Yesu anazaliwa ndani ya ukoo wa Abraham ama ukoo wa Yesu Kristo. So uige, uchochee, upokee imani ya Abraham venye alimwamini Mungu bila kuona. Alisikia tu na akaamini. Mungu anakuita kwa hiyo imani. Na anasema tayari hata kabla uzaliwe, Mungu tayari alikuwa amekaagana na Abraham kwamba mataifa ni watu wa mataifa, Gentiles ni sisi. Licha kwa tukiokolewa tunaitwa spiritual Jews, Wayahudi wa kiroho kwa sababu ya Abrahamu kupitia Yesu Kristo. So Abraham anaitwa baba wa imani sababu yeye ndio Mungu amesema atakubariki kupitia Abraham. So kuna kitu inafaa nijifunze kwa Abraham. Hii ni ile msingi ambao Mungu anaanzisha ili faith yako na faith yangu isiwe kando na Abraham. Iwe yafanana na Abrahamu na iwe imesimama kwa misingi ya Abraham katika Kristo Yesu. Sawa sawa. So hiyo ndio imani inaweza kumzaa Yesu Kristo peke yake. Imani ya Abraham. Na tunajifunza wapi imani ya Abraham? Kwa vile Abraham alivyoishi. Na vile alirespond kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So sasa tuangalie kwa Galatia 3. Wagalatia 3 mstari wake ni wa 7. Wagalatia 3 mstari wa 7. Hivyo basi mjue kwamba wale wanaomwamini Mungu hao ndio watoto wa Abrahamu. Rejelea tena. Wagalatia 3 mstari wa 7. Hivyo basi mjue kwamba wale wanaomwamini Mungu hao ndio watoto wa Abrahamu. Ya Mungu anasema watoto wa Abrahamu ni wale ambao wanamwamini Mungu. Watoto wa Abrahamu ni wale wanamwamini Mungu. So wale ambao hawamwamini Mungu, ina maana Mungu hawahesabii kama watoto wa Abrahamu. Watoto wa Abraham ni wale wanamwamini Mungu kwa sababu Abrahamu ndio kwanza alianza kumwamini nani? Kumwamini Mungu. Ya kizungu inasema hii neno, know you therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham. Wale ambao wako na faith, wale ambao wako na imani, hao ndio watoto wa Abraham. Kwa nini wanafananishwa na Abraham? Kwa sababu Abraham ni yule ambaye Mungu alimsimamisha akasema ulimwengu wote utabarikiwa kupitia wewe. So Abraham alipokea imani. Alafu Mungu anakuita vile Abraham alipokea imani, wewe upokee imani pia ili Kristo azaliwe kwa hiyo imani uliyoipokea kupitia Abraham. Wale wenye imani, wale ambao wako na faith ndio watoto wa Abraham. Abraham anakuwa baba. Kila mtoto akizaliwa akiwa ndani ya Kristo, akizaliwa mara ya pili, anaitwa mwana wa Abraham. Anaitwa mwana wa Abraham. Ni kwa sababu gani? Imani mwanzilisha ambaye Mungu amemuinua kwa wanadamu ni Abraham.
na akaikamilisha kupitia Kristo Yesu hiyo ahadi. So mtoto akizaliwa mara ya pili anaitwa mwana wa Abrahamu kwa sababu amezaliwa kupitia Kristo Yesu. Ambaye Kristo Yesu pia kwa ukoo anaitwa pia mwana wa Abrahamu. Wezaona venye Mungu ananifunza na nakufunza pia imani. Na hiyo imani ya Abrahamu ndio inamzaa Yesu Kristo. Hiyo imani ya Abrahamu ndio inamzaa Yesu Kristo. Sasa kama sina hiyo imani ya Abrahamu, Yesu Kristo atazaliwa vipi? Hatazaliwa. Hiyo itakuwa si imani ya kweli. Lakini genuine faith, imani ya kweli inamzaa Kristo. Inazaa wokovu. Imani ya kweli inazaa wokovu. Hiyo ndio namaanisha. Imani ya kweli ya kutoka kwa Abrahamu kupitia kusikia neno inazaa wokovu. Na wokovu inazaa kazi za Mungu ama kazi za Kristo. Natumai umekuwa ukisikia watu wanasema nimeokoka, niko na imani, nimeokoka. Lakini ukiona matendo yao hayafanani na ile imani ambayo wanaikiri. Hii bado watu wanaita imani, lakini si imani hiyo. Ndio maana Mungu akifundisha neno lake anataka anifundishe na akufundishe imani ambayo iko halisi. Si imani ya kwamba nitasema nimeokoka, lakini watu wakiangalia matunda wanasema hatuoni matunda ya wokovu hapo. Lakini uko na imani unasema umeokoka. So si imani hiyo. Imani hiyo haizai Yesu, haizai wokovu na haizai Yesu Kristo. Ndio maana Mungu ananivuta na kuleta kwa imani. Imani ambao itazaa wokovu na wokovu itazaa kazi za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kusoma pia verse 9. Galatians 3:9. Wagalatia 3:9. Kwa sababu hii wale wote wanaoamini wanabarikiwa pamoja na Abrahamu mtu wa imani. Yeah. Yangu inasema so then they which be of faith are blessed with faithful Abraham. Abraham bado anasimama kama anasimamishwa, maandiko yanamsimamisha Abraham kama baba wa imani. Of which imani ya Abraham ambaye Mungu amemuongelesha Abraham. Abraham hajaona chochote. Abraham tu amesikia, na aliposikia Abraham akaacha vyote akaanza safari. Hii ndio imani Mungu anataka uione na niione, kwamba si kwa kwenda kwa kuona lakini kwenda kwa kusikia, na ni kupitia hiyo kusikia vile Abraham aliitii Mungu. Basi mimi napokea imani na wewe unapokea imani, na Kristo ambaye ni wokovu unazaliwa katika moyo. So Mungu bado anasisitiza. Unaweza soma mstari wa 12 na 14. Wagalatia 3 mstari wa 12. Lakini sheria haitegemei imani. Kinyume chake, yeyote atendaye matendo ya sheria ataishi kwa sheria. Mstari wa 14. Alitukomboa ili kwamba baraka aliyopewa Abrahamu. Yesu alitukomboa ili kwamba baraka aliyopewa Abrahamu. Ile baraka Abrahamu anaambiwa ulimwengu mzima utabarikiwa kupitia wewe Abrahamu. Yesu anatukomboa ili kwamba ile baraka aliyopewa Abrahamu ipate kuwafikia watu wa mataifa kwa njia ya Kristo Yesu, ili kwa imani tupate kupokea ile ahadi ya Roho. Yeah. Rejelea tena. Galatia 3 mstari wa 14. Alitukomboa ili kwamba, Yesu alitukomboa ili kwamba baraka alizopewa Abrahamu, kwamba watoto watazaliwa kwake, watoto wa kiroho, taifa litakuwa kubwa, watoto wa kiroho watatokana na Abrahamu, watapokea Roho Mtakatifu watoto wake. Hizi baraka, watapokea msamaha wa dhambi, watoto wake watalala kwa kifua chake watakapotoka katika ulimwengu wa dhambi na mauti. Tukomboa ili kwamba baraka aliyopewa Abrahamu ipate kuwafikia watu wa mataifa
kwa njia ya Kristo Yesu, ili kwa imani tupate kupokea ile ahadi ya Roho. Ahadi ya Roho ni wokovu. Ahadi ya Roho ni wokovu. So Mungu ananifundisha nini kwa imani ya Abraham? Anakufundisha nini? Anakufundisha kutembea pasipo kuangalia. Ananifundisha kusikia sauti ya Mungu na kuiamini pasipo kuangalia hali. Ukisikia tu sauti ya Mungu, Abraham anakuambia amini. Hiyo ndio imani ya Abraham. Na mtu yote ambaye yuko hivyo, basi anatembea katika imani ya Abraham. So tukiangalia Warumi 4 mstari wa 3. Hii yote yatuleta tu kwa neno moja la Warumi 4 mstari wa 3, kuhusiana na imani ya Abraham. Warumi 4 mstari wa 3. Kwa maana maandiko yasemaje? Kwa maana maandiko yasemaje? Abrahamu alimwamini Mungu. Abrahamu alimwamini Mungu. Na ikahesabiwa kwake kuwa haki. Na ikahesabiwa kwa Abrahamu kuwa haki. Abrahamu aliamini. Na alipoamini sauti ya Mungu, akatubu kugeuka kutoka kwa miungu, akaanza safari. Mungu anasema hapo ndipo Abrahamu maipya alihesabiwa haki. Hapo ndipo Abrahamu aliokoka. Hapo ndipo Kristo alizaliwa kwa moyo wa Abrahamu. Maanake jina haki yatokana na Yesu Kristo. Abrahamu, Mungu anamaanisha nini? Mungu anamaanisha Abrahamu alipomwamini Mungu, hapo ndipo wokovu wa Abrahamu ulianzia. Hapo ndipo Yesu alizaliwa katika moyo wa Abrahamu. Nifungulie Wakorintho wa kwanza. Usifungue chochote sana. Nisome Wakorintho wa kwanza 1:30. Wakorintho wa kwanza 1 mstari wake wa 30. Bali kwa yeye nyinyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu. Bali kwa yeye Mungu sisi tumepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanyika kwetu hekima. Yesu aliyefanyika kwetu. Yesu aliyefanyika kwetu hekima itokayo kwa Mungu. Itokayo kwa Mungu. Yaani haki na utakatifu na ukombozi. Rejelea tena. Bali kwa yeye Mungu nyinyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu. Mungu anasema sisi tumepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanyika kwetu hekima. Yesu anaitwa hekima itokayo kwa Mungu. Yaani haki. Yesu anaitwa mpaka hapa. Yesu anaitwa haki. Naelewa? Yesu anaitwa haki. Hata katika 1 John maandiko yanasema 1 John 2:2. Naamini 2:1. Waweza angalia 1 John 2:1 and waweza ngoja tu hapo 1 John 2:1. Yesu anaitwa haki. Yesu anaitwa the righteous one. So Abraham aliposikia sauti ya Mungu, Abraham alipoamini, maandiko yanasema hapo ndio Abraham aliyehesabiwa haki. Hapo ndio Kristo Yesu alizaliwa katika moyo wa Abraham. Naweza kusoma 1 John, waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wa kwanza. Watoto wangu wapendwa. Ndio. Watoto wangu wapendwa, nawaandikia haya ili msitende dhambi, lakini kama mtu yote akitenda dhambi, tunaye muombezi kwa Baba, ndiye Yesu Kristo mwenye haki. Ndio Yesu Kristo anaitwa mwenye haki, the righteous one. Umeelewa? Yesu anaitwa mwenye haki. So Abrahamu aliposikia sauti ya Mungu, ondoka mali yako, geuka kutoka kwa miungu ya babako, wachana na
hapo mahali umekaa. Yaani atubu, ageuke, halafu aende mahali ambapo Mungu atamuonyesha. Mungu anampeleka Canaan. Canaan ni the land of promise, the promised land, spiritual land, spiritual Jerusalem. Aondoke kwa ulimwengu wa dhambi, ageuke, achane na miungu ya babake Tera, amini sauti ya Mungu, alafu aingie katika ule mji ambao Mungu anamuongoza. So maandiko yanasema Abraham aliposikia hiyo sauti, Abraham alipoiamini, hapo ndio Abraham alihesabiwa haki. Yaani hapo ndio Abraham aliokoka. Waelewa Abraham aliokoka wapi? Aliokoka aliposikia sauti ya Mungu. Na kageuka kutoka kwa miungu ya babake na nchi ya babake na watu wake. Akageuka, alafu akaanza safari kuelekea kule ambako Mungu anaenda kumuonyesha. Mungu anasema hapo tu, hata kabla hajatahiriwa. Mungu anasema hapo tu aliposikia na akaamini. Hapo ndio Yesu Kristo aliumbwa kwa moyo wa Abraham. Hapo ndio imani ya Abraham ilimzaa Yesu Kristo. Umeelewa? Wale ambao hawajaokoka, ile siku waliokoka ni Mungu aliwazungumzia kupitia maandiko baada ya kupata kujua dhambi, kupata huzuni ya Mungu, kupata toba. Kuna andiko Mungu aliwazungumzia, na hapo ndio wakasikia sauti ya Mungu kwamba Kristo kwa damu yake ameosha dhambi zao zote. Walipoamini, Yesu alizaliwa katika mioyo yao. Walikuwa na imani ya Abraham, imani. Uko pamoja? Waliposikia wakaamini kile Mungu amewaambia. Walipokiamini kwamba damu ya Yesu Kristo imeosha dhambi zao zote, walipokubaliana na hiyo sauti, hiyo imani ilizaa wokovu. Ndio maana tukisoma Yesu anaitwa mwana wa Abraham. Abraham tuangalia na maanisha imani. Yesu tutamwangalia muda si mrefu na maanisha wokovu. So bado tuko katika Abraham. Wakati gani Abraham aliokoka? Wakati alisikia na akafanya nini? Akaamini. Hiyo imani, hii imani ndio inazaa wokovu, ambao wokovu ni Yesu Kristo. Ni tendo la kimwili. Katika wokovu Yesu Kristo ni tendo la kimwili, lakini kwa mioyo yetu ni tendo la kiroho. So nikiona Yesu mwana wa Abraham, nijue wokovu inazaliwa kupitia imani. Na hiyo imani ni wakati unasikia na unaamini Yesu anazaliwa. So waweza rejelea Warumi 4:3. Kwa maana maandiko yasemaje? Abrahamu alimwamini Mungu na ikahesabiwa kwake kuwa haki. Tutakapokuwa tunaongea kuhusiana imani ya Abraham, tumekuwa pia tukiongea kuhusiana na imani ya Abraham. Ujue hiyo imani yatokana na kumwamini Mungu. David, yatokana na kumwamini Mungu, kusikia yenye Mungu anakwambia, alafu kufanya nini? Kumwamini. Hiyo ndio tuongea nayo kuhusiana na imani ya Abraham. Ukisikia tu imani ya Abraham, usitatizike. Jua tuongelea kuhusiana na Warumi 4 mstari wake ni 3, kwamba Abraham alisikia na akafanya nini? Akamwamini Mungu. Na ukimwamini Mungu kutokana na kile umesikia, inasemekana hiyo ndio imani ya Abraham. Na wote walio hivyo, wale ambao wanasikia na kuamini, wanaitwa watoto wa Abraham. Umeelewa? So tukiongea kuhusiana imani ya Abraham, jua ni kupitia kusikia tu na kufanya nini? Na kuamini. Kupitia kusikia tu bila kuangalia hali na kuamini. Wewe unaitwa mtoto wa Abraham kwa sababu ni mtoto wa imani. Wenye dhambi ambao hawajaokoka lakini wamesikia neno, wamepata toba, Mungu anawaita. Imani chanzo chake ni kusikia tu, David. Ni kusikia venye Mungu anasema kuhusiana na mzigo wa dhambi zako. Na kuhusiana na venye Yesu amezifanya. Na kuwa na imani kwa uwezo wa Mungu wa kile unakisikia, ya kukubaliana. Alafu Yesu anazaliwa, unaitwa mwana wa Abraham kupitia Kristo Yesu. Alafu unazaliwa kwa ukoo wa Yesu Kristo. So acha tuangalie Yesu anaashiria nini. Aweza soma Mathayo 1:21.
Mathayo mtakatifu 1:21. Naye utamzaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, kwa maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake kutoka katika dhambi zao. Mariamu anaambiwa atazaa mwana, huyu mwana jina lake itakuwa Yesu. Naye jina Yesu inamaanisha ataokoa watu wake kutokana na dhambi zao. So venye umesikia tu huyu mtoto anazaliwa, jina lake ni Yesu. Yesu inamaanisha atakuokoa. Mungu ndiye anakuambia hivyo. Mungu ananiambia hivyo. Atakuokoa kutoka kwa dhambi zako. So imani ni kusikia na kuamini kwamba kuna mtoto amezaliwa na huyu mtoto ni Yesu na ameniokoa mimi na wewe kutoka kwa dhambi zetu. Na unapoamini hivyo, Mungu anakuhesabia haki. Yesu anazaliwa, unakuwa mtoto wa Abrahamu. So jina Yesu inamaanisha atakayezaliwa kutoka kwa dhambi zetu. Sawa sawa, atakayezaliwa kutoka kwa dhambi zetu. Unaweza soma Matendo ya Mitume 4:12. Matendo ya Mitume 4:12. Matendo ya Mitume 4:12. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yoyote, kwa maana hakuna jina jingine chini ya mbingu waliopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Tusarejelea tena. Matendo ya Mitume 4:12. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yoyote. Mungu anasema hakuna wokovu katika mtu awaye yoyote. Hakuna wokovu katika mtu awaye yoyote. Kwa maana hakuna jina jingine. Mungu anasema hakuna jina jingine chini ya mbingu. Chini ya mbingu. David, hakuna jina lingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu. Tulilopewa sisi wanadamu. Litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Litupasalo sisi kuokolewa kwalo. So jina ambalo linabaki chini ya mbingu linalotajwa ili sisi tuokolewe ni jina Yesu. So jina Yesu inamaanisha wokovu. Sawa? Tutaangalia kwa ubao. Natumai itakuwa rahisi sana. Iko sawa. So jina Yesu, tunaona Yesu mwana wa Abrahamu, si ndio? Amezaliwa na Abrahamu. Sawa. Yesu tunaona inamaanisha wokovu. Jesus. Alafu Abraham yamaanisha imani. Very good. Imani. Sawa. Tukaona imani ya Abrahamu mzizi wake ni Warumi 4:3. Alisikia sauti ya Bwana, hakuangalia hali, alafu akasikia, akageuka kutoka kwa miungu na akaamini sauti ya Bwana, na kazi zikaonekana za hiyo imani ambayo ameiamini. So tukiongea kuhusiana na imani ya Abrahamu, jua ni kusikia neno na kuliamini bila kuangalia hali. Kusikia neno na kukubali na kulipokea na kuamini vile neno limekueleza. Nasikiza, naamini, alafu natii. Of which lazima iwe na obedience pia. Imani lazima iwe na kutii. Abraham amesikia, amejua wewe ni Mungu, lakini bado amekaa pale pale. Hii ni imani kweli? Si imani. So imani lazima iendane kusikia sauti ya Bwana, kukubaliana, alafu kufanya vile Bwana amekuamuru ufanye. Sawa. So tukiona wokovu ni Yesu, imani ni Abraham. So hapa
Hakuna shaka na haya. So acha turudi katika Mathayo 1:1. Mathayo 1:1. Habari za ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Abrahamu. Yesu mwana wa Abraham. Yes, mwana wa Daudi, mwana wa Abraham. So, hapa tuangalia Yesu ni mwana wa Abraham. Ambao maandiko yanasema wokovu yatokana na imani. Ama wokovu ni mwana wa imani. Sawa sawa. Wokovu ni mwana wa nani? Imani. Inamaanisha imani ndio anatoa nini? Wokovu. Inamaanisha mwanadamu anaokolewa, mwanadamu anapokea wokovu kupitia nini? Imani. Lazima asikie kwa Mungu, alafu aamini yale ambayo Mungu amemwambia. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa kipekee, mwanawe ni Yesu Kristo, ili kila amuaminie Kristo asipotee bali awe na uzima wa milele. So tuona imani inazaa wokovu, na bila imani hauwezi za wokovu. Wokovu hauwezi kuzaliwa, licha kwa watu wengi wanasema hivi. Kitu ambacho kitaonyesha kwamba hilo imani yako ni ile ya Ibrahimu, itazaa wokovu kweli, itamzaa Yesu ndani yako, na kazi za Yesu zitaonekana ndani yako. Mimi ni mwenye dhambi, nimesikia injili, nikapokea imani, sawa. Yesu akazaliwa ndani yangu. Yesu akizaliwa ndani yangu, Yesu anakuja na kazi za babake. Yesu atafanya kazi za babake akiwa ndani yangu. Na ukiona zile kazi za baba Mungu ndani yangu, utasema imani yangu ni ya kweli na nimeokoka kweli. Lakini kama sijaokoka kweli, nitasema hapa nimeokoka, lakini matendo, zile kazi ambazo zitakuwa zinafanyika si za Yesu, ni za ibilisi. Kuzini, kuchukia, kudanganya. Haya yote yataonyesha kwamba ile imani ambayo nimesimama nayo haijamzaa Yesu Kristo. Maana Yesu akizaliwa, lazima mabadiliko yataonekana katika maisha yako na maisha yangu. Na hiyo ndio itaonekana kwamba ile imani umeipokea ni imani ya kweli, kwa sababu iko na kazi za Yesu Kristo na za Mungu. Sawa, kwa sababu tushaelewa haya. Acha tuangalie ambayo alikuwa ameelezwa. Unaweza angalia Yohana. Before angalia Yohana, samahani. Angalia Waefeso. Angalia Waefeso. Waefeso 2, unaweza anza mstari wa 8. Waefeso 2:8. Kwa maana mumeokolewa kwa neema. Kwa maana mumeokolewa kwa neema. Neema inamaanisha ni kitu ambacho hujagharamia. Neema inamaanisha si kwa tendo lako lolote lile. Neema inamaanisha ni zawadi. Ni kitu ambacho Mungu amekupatia, si kwa sababu umefanya kitu na haujachangia chochote. Kwa maana mumeokolewa kwa neema. Neema ni free gift. Kwa maana mumeokolewa kwa neema. Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani. Yes. Kwa njia ya imani. Wokovu wapewa bure, lakini kuna njia. Lazima usikize. Lazima uamini sauti ya Mungu. Lazima muamini Yesu Kristo kupitia kila ambacho umekisikia. Wokovu Mungu amekuletea bure. Wokovu ni Yesu Kristo. Neema pia, Yesu anaitwa neema kwa sababu neema pia ilikuja kwa mkono wa nani? Kwa mkono wa Yesu Kristo. Yesu anaitwa neema. So Mungu anasema amekupatia Yesu Kristo bure. Lakini anasema ili Yesu Kristo awe ndani ya moyo wako, ni lazima umpokee kwa kuamini.
Umeelewa? Yesu Mungu amekupatia bure, damu ya bure, mijeledi, mauti, kaburi, ufufuo, jasho, kujitolea kwake, hii yote Mungu anasema ni bure. Lazima wewe uweke imani kwamba kweli Mungu alimtoa Yesu Kristo ili ile ambao Yesu anasema amelifanyia kwa damu yake uipokee. Alafu Mungu anasema hiyo ndio itakuwa imani iliyofanya Yesu Kristo azaliwe. Hiyo ndio Abrahamu akamzaa Yesu Kristo. Hiyo ndio imani imezaa wokovu ndani ya moyo wako. Hivyo ndio watu wanaokoka. Yesu mwana wa Abrahamu, wokovu imetokana na nini? Imani. Is that the next? Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, wala hii si kwa matendo yenu mema. Mungu anasema si kwa tendo lako jema. So nisikae nianze kuangalia je, nina matendo gani mema ya kuniokoa ama ya kunileta karibu na Mungu. Mungu anakuambia hauna matendo mema. Lazima uchukue hatua kwa imani. Uamini wokovu ni zawadi, kuondolewa dhambi ni zawadi. Kupewa toba na Mungu ni zawadi. Kupewa imani na Mungu ni zawadi, na imani inakuja kwa kile ambacho unakisikia. Sawa? Unakisikia. Yafaa usikie Yesu alifanya nini dhambi zako kwa damu yake. Alafu uiamini pasipo kuangalia matendo yako yoyote. Maana Mungu anasema wokovu hauingii kwa moyo wako kwa sababu ya chochote chako kizuri. Hata unapewa wokovu kwa sababu wewe ni mbaya, mimi ni mbaya na hatustahili. Umeelewa? Tupewa wokovu kwa sababu sisi ni wabaya. Tusipopewa wokovu na ubaya wetu tutaingia jehanamu. So Mungu anasema neema. Neema ni kitu umepewa bure. Na hufai kuweka chochote tena ndani ya moyo wako, maisha machafu, maisha ya kale, uovu pengine hii niendelee nayo. Mungu anasema hiyo ndio itakuzuia usipokee imani. Na hiyo ndio itazuia Yesu asizaliwe. Lazima ujilete full. Abraham anaitwa baba wa imani mmoja wapo kwa sababu alichukua mtoto wake na akamweka mtoto mzima wake Isaka katika altar, katika madhabahu. Akamweka Isaka wote na akamfunga na akainua kisu amuue ampatie kwa Bwana Isaka yote. Hiyo ndio imani. Imani paka uweke moyo wako wote kwa kazi ya Yesu Kristo. Na usiwe hata na shaka lolote ama maisha yote machafu ya kutaka kuyarejelea. Isiwe hapo. Nikiwa hapo Yesu atazaliwa, wokovu utazaliwa. Next. Hii si kwa matendo yenu mema. Si kwa matendo yenu mema. Hii ni zawadi kutoka kwa Mungu. Mungu anasema hii ni zawadi kutoka kwake. Then mstari wa 10. Kwa maana sisi ni kazi ya mikono ya Mungu, tuliumbwa katika Kristo Yesu ili tupate kutenda matendo mema ambayo Mungu alitangulia kuyaandaa tupate kuishi katika hayo. Yeah. So baada ya mtu kuokoka kwa makini, tumeona wokovu ni bure kupitia imani. Sawa? Mtu akishapokea imani huwa haishi hapo. Sawa? Ile imani iliyomweka Yesu ndani. Sawa, imani natumai utaona imani imemleta nani? Yesu. Sawa? Maitha, hapa tuwe makini tafadhali. Imani imemzaa Yesu. Sawa? Alafu Yesu sasa anaingia na kazi za Baba. Kuna kazi Yesu anaingia nazo, kazi. Ndio hiyo verse 10. Imani inaleta Yesu kwa moyo. Yesu anazaliwa. Abrahamu anamzaa Yesu. Yesu akiwa ndani ya moyo wako, Yesu anafanya kazi za Baba ndani yako. Alafu watu wakiona zile kazi, ndio anasema ile imani iko ndani yako imemweka Yesu kwa sababu inatoa matendo. Hiyo imani iko sawa. Kutokana na maandiko. Yes. Tarejelea tena tafadhali kwa uwezo wa Mungu. Tumesoma kwa Efeso 2:8 na 9.
kwamba kuna imani ambayo inatupatia wokovu ambaye ni Yesu bure. Sawa? So ukishapokea Yesu bure, huwa haishii hapa. Imani ya Abrahamu kweli ya kusikia na kuamini inamza Yesu kweli. Na ikimza Yesu kweli, matendo ya Baba, kazi za Baba, kazi za Mungu zitaonekana, kwa sababu Yesu kazi yake ni kufanya kazi za Baba. Bale, hii kipungukiwa hakuna imani ya Abrahamu, hakuna Yesu, wokovu, hakuna kazi. So hizi kazi za Baba ndio ni proof, ni ushahidi ya kwamba Yesu yuko ndani, na imani uliyoipokea kwa maandiko ni ile imani ya Abrahamu ya kumzaa Yesu Kristo. Tarejelea tena kwa uwezo wa Mungu. Abrahamu, Yesu mwana wa Abrahamu. Sawa? Tukaangalia imani ya Abrahamu. Imani ya Abrahamu inamzaa nani? Yesu. Waelewa? Imani ya Abrahamu inamzaa Yesu. Na imani ya Abrahamu ikimzaa Yesu, Yesu akiingia ndani yako, anaingia na kazi za Baba. Yesu anasema kazi yake ni kufanya kazi ya nani? Ya Baba. Na Yesu akiwa ndani yako atafanya kazi ya Baba. Watu wakiona kazi za Baba watasema kweli tumeona kazi za Baba, alafu tunaamini hiyo imani iliyo ndani yako ni ile kama ya Abrahamu, na tunaamini Yesu yuko ndani yako. Tunaamini umeokoka. Umeelewa? So hizi zinafua. Angalia John. Angalia hizi kazi kidogo. Angalia John 10. Samani, John 14. Angalia tu John 14:10. John 14:10. Yohana Mtakatifu 14 mstari wa 10. Je, muamini ya kuwa mimi niko ndani ya Baba, naye Baba yuko ndani yangu? Yesu anawaeleza, nyinyi hamuamini kwamba mimi niko ndani ya Baba na Baba yuko ndani yangu? Endelea. Je, waamini ya kuwa mimi niko ndani ya Baba, naye Baba yuko ndani yangu? Je, waamini kuwa Baba yuko ndani ya Yesu na Yesu yuko ndani ya Baba? Maneno ninayowaambia siyasemi kwa ajili yangu. Maneno ambayo Yesu alikuwa anasema kwa duniani, anasema hakuwa anasema kwa ajili yake, haikuwa yanatoka kwake. Maneno ninayowaambia siyasemi kwa ajili yangu mwenyewe, bali Baba akaaye ndani yangu. Bali Baba ambaye anakaa ndani ya Yesu ndiye atendaye hizi kazi. Ndiye atendaye hizi kazi. So Yesu anasema kuna Baba ndani yake, na Baba ndani yake yuko na kazi ambazo anazitenda kupitia nani? Kupitia Yesu Kristo. So Mungu akiwa ndani ya Yesu Kristo anatenda kazi. Yesu akiwa ndani yako, Mungu atazitenda ndani yako pia, na zitaonekana. Lakini kama hizo kazi hazionekani, sawa, hizo kazi kama hazionekani, ina maana imani ambao ingefai mza Yesu si sawa. So, tunaendelea tena. Imani inamzaa Yesu, na Yesu akiingia, Yesu anasema Baba alikuwa anafanya kazi ndani yake, si ndio? So ukiwa na Yesu, Baba atafanya kazi kupitia wewe, Yesu. So imani ya Abrahamu inamzaa Yesu, na Yesu akizaliwa, Baba anafanya kazi kupitia Yesu Kristo. Angalia John 10:37. Yohana Mtakatifu 10:37. Yes. Yohana Mtakatifu 10:37. Ikiwa sifanyi kazi za Baba yangu. Yesu anasema ikiwa sifanyi kazi za Baba yangu, basi msiniamini.
Yesu anajitambulisha na kazi. Yesu anasema kama sifanyi kazi za babangu, msiniamini. Yaani Yesu anasema yeye si Kristo. Nikimwangalia nikiona sioni kazi za baba, Yesu ananiambia mimi na wewe tuseme yeye si Kristo. Lakini kama tutamwangalia Yesu na tutaona kazi za baba, basi tunafaa tumwamini yeye ni Kristo. So Yesu anajitambulisha na kazi. Anasema msiniamini. Yesu anasema msiniamini kama yeye asifanyi kazi za baba. So imani ya kweli kutokana na kusikia kutokana na kusikia kutubu na kuamini ile kazi Yesu Kristo amefanya. Yesu anaungwa ndani. Na Yesu akiungwa ndani anasema yeye atazifanya kazi za babake. Elewa. So Yesu kazi yake ilikuwa ni kufanya kazi ya baba. Mpaka sasa hivi yuko mkono wa kuume wa Mungu, anafanya kazi ya nani? Anafanya kazi ya baba. So imani ya kweli inamzaa Yesu Kristo, na Yesu Kristo ndani yako atafanya kazi za baba. Ndio itakuwa ushahidi kwamba uko na Kristo, kwa sababu kazi za Kristo za baba zitaonekana. Kazi ya Yesu ni kufanya ya baba. Na Yesu akiwa ndani yako, wewe atakutumia kufanya kazi za nani? Za baba. Na itatambulika kwamba anayefanya kazi za baba yuko na Yesu. Maana yake kazi ya Yesu ndio kufanya kazi ya nani? Ya baba. Na hiyo imani ambayo yuko nayo ni ile imani ya Abraham ya Mathayo 1:1. Yesu mwana wa Abraham. Wokovu watokana na imani. Na imani ya kweli Yesu anazaliwa na ushuhuda wake ni kwamba Yesu ndani yako anafanya kazi za baba. Sawa. Hivi vitabu viwili tutaviangalia kwa pamoja. Ikiwa hujaokolewa, angalia Wagalatia 2:20 kama hujaokolewa. Mungu atakuokoa, naamini kupitia hizo vitabu viwili. Wagalatia 20 unaweza soma ya sehemu ya A peke yake, na Wakorintho wa pili, David kuwe makini. Wakorintho wa pili 5:17. Unaweza soma Wagalatia 2:20 sehemu ya A. Wagalatia 2:20 nimesulubiwa pamoja na Kristo. Mpaka hapo Mungu anasema hivi. Sawa. Yesu akiwa amekuwa msalabani, Yesu alipokuwa msalabani, hii ni sehemu tu ya mchoro. Yesu akiwa amekuwa msalabani, maandiko yanasema nimesulubiwa. Inamaanisha ni watu wawili. I have been crucified. I have been crucified. Huyu mmoja, alafu na Yesu Kristo. Nimesulubiwa. Inamaanisha kuna wewe, alafu kuna Yesu Kristo. So katika sehemu ya msalaba wa Yesu Kristo kwa imani ni kuwa na uhakika na kazi za Yesu Kristo. Yesu anasema pia wewe. So hapo kuna watu wawili. Maandiko yanasema Galatia 2:20, maandiko yanasema vuka kwa imani, wewe umesulubiwa pamoja na Yesu Kristo. Mimi nimesulubiwa pia pamoja na Yesu Kristo. Yaani Yesu akisulubiwa, msumari ukipigwa kwa Yesu, Mungu pia alikuwa anahesabu unapigwa kwako. Kofia ya miba ikiwekwa kwa Yesu Kristo, Mungu anataka chenye umesikia, venye Abraham alisikia, uamini pia. Uamini ile kofia pia ilikuwa inawekwa kwa kichwa chako, kuondoa mawazo yako machafu. Hukumu mawazo, macho maovu, yale umeyasema kwa mdomo, yale umeyasikia kwa masikio. So kichwa cha Yesu kikivalishwa kofia ya miba, Mungu anataka kwa imani uamini, wewe pia ulikuwa unavalishwa. Na hiyo ndio kusulubiwa. Yesu akipigwa misumari mikononi, Mungu anataka uone wewe pia ulikuwa unapigwa misumari pamoja na Yesu Kristo. Ukiingia kwa Yesu, wapiga kwa Yesu, alafu wapiga kwako. Ikipiga kwa mguu Yesu Kristo, ilikuwa pia inapiga kwa mguu wako na miguu yangu pia. Hiyo ndio maana nimesulubiwa pamoja na Yesu Kristo. Ni kwa imani nimesikia, alafu nisongeze moyo wangu
Usongeze moyo wako kwamba Yesu akisulubiwa, wewe pia ulikuwa hapo ndani unasulubiwa. Mungu alikuwa anakumaliza pale ndani ya Yesu Kristo. Mungu alikuwa ananimaliza ndani ya Yesu Kristo. Na nimemalizwa na umemalizwa ndani ya Yesu Kristo. Ndio kusulubiwa. Miguu yako ilipigwa misumari, njia zako mbaya ulizozitembea zimegongwa pale kwa miguu ya Yesu Kristo na Mungu akamaliza. Nimesulubiwa. David amesulubiwa na Yesu Kristo. Yesu amesulubiwa sehemu ya hapa, David yuko sehemu ya hapa. Na mimi na wewe. Wewe, mimi. Hii ndio maana. Tabia zangu mbaya, Yesu akisulubiwa, Mungu alizisulubisha. Wanawake, maisha machafu ambayo nimeishi, mbegu ya Adam ile tumerithi kutoka tumboni, kwa Zaburi ya 51 mstari wa 5, iliwekwa kwa Yesu Kristo. Na Mungu alipokuwa anaisulubisha kwa Yesu Kristo, Mungu alikuwa anakusulubisha pia wewe. Ili venye Yesu atakapomalizwa, wewe pia umalizwe. Venye Yesu atakapozikwa, wewe pia uzikwe. Venye Yesu atakapofufuka, yeye afufuke na wewe ili uishi maisha masafi. Yende imani. So, tukirudi kwa msalaba, Mungu alipokuwa akimsulubisha Yesu, alikuwa anaweka matendo yako yote ya kale na yangu yote ya kale kando, yalikuwa yanasulubiwa. Wakorintho wa 2 5 mstari wa 17. Kwa hiyo kama mtu akiwa ndani ya Kristo, kama mtu akiwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya. Mungu anasema huyu mtu amekuwa kiumbe kipya, amekuwa mtu mpya, amekuwa na moyo mpya, amekuwa na akili mpya, kwa sababu yuko ndani ya Kristo. Yesu ni mtu mpya ndani yake, na yeye basi amekuwa mpya. Ya kale yamepita. Ya kale yamefanya nini? Yamepita. Maana ya kusulubiwa ni Mungu alikuwa anapiga maisha yako ya kale. Mungu alikuwa anapiga maisha yangu ya kale. Maisha yetu ya kale yalipigwa kwa mwili wa Yesu Kristo ili yaondolewe. Nimesulubiwa, yale ya kale yamesulubiwa, yameondoka. Hii ndio kazi ya kusulubisha David. Huyu mtu wa kale, Mungu hataki kumwona mtu wa kale. Anamuondoa. Wa kale anaondolewa, ya kale yanapita, yanasulubiwa, yanaondolewa. Hata Yesu anaikuwa ndani yamekuwa mapya. Yamekuwa mapya. Yamekuwa mapya. Kwa hiyo mtu akiwa ndani ya Kristo, kwa hiyo mtu akiwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya. Amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita. Ya kale yote, dhambi ya Adam, maisha machafu ambayo ameishi, maisha machafu ambayo hampendezi Mungu, kutotii, kuvunja amri zake, Mungu anasema haya yamepita. Tazama yamekuwa mapya. Tazama. Mungu anakuambia tazama yamekuwa mapya. Mapya ni hizi kazi za Mungu. Hizi tumeziangalia hapa. Imani inamleta Yesu. Yesu akiwa ndani anafanya kazi za Mungu. Mtu alikuwa mwizi, sasa yaibi tena. Ona ameshika Biblia, yuko barabarani anahubiri. Hizi ni kazi za Mungu. Yesu yuko ndani yake, Mungu anazifanya hizi kazi za Mungu kupitia yeye. Yeye amekufa, hayuko. Yeye amesulubiwa, ameondolewa. Alafu Yesu anaingia ndani. Alafu zile kazi za Mungu Yesu ndo anazifanya kupitia yule mtu. Yesu asifiwe. Yeah. Waweza angalia. Yes. Mstari wa 19. Kabla uangalie 19 samani, waweza rudia Galatia. Kwa Galatia 2:20 tulikuwa tumesoma sehemu ya A. Waweza soma yote. Wa Galatia 2 mstari wa 20. Maandiko matakatifu anasema hivi: nimesulubiwa pamoja na Kristo. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, wala si mimi tena ninaishi. Mungu anasema sasa si wewe unaishi. Kumbuka tumesoma kwa Wakorintho 2:5 mstari 17 kwamba yote yamepita. So hapo tunaambiwa kwa Galatia si wewe unaishi, kwa sababu yale yote yako yamesulubiwa na Mungu amesema yamepita, si wewe unaishi tena. Bali Kristo ndiye aishiye ndani yangu. Yesu anaishi ndani yako. Uhai nilio nao, uhai ambao uko nao sasa katika mwili
Ninaishi kwa imani. Anaishi kwa imani. Imani ni kusikia na kuamini. Imani ni kusikia na kuamini. Anaishi kwa hiyo imani. Naishi kwa imani ya mwana wa Mungu. Naishi kwa imani ya mwana wa Mungu aliyempenda na kujitoa kwa ajili yao. Na kujitoa kwa ajili yake. Hivyo ndio Mungu anasema. Hivi vitabu viwili vinafaa vikuokoe David, kwamba umesulubiwa kwa Wagalatia na wengine ambao hawajapata wokovu. Umesulubiwa kwa Wagalatia. Imani ni kuwa na uhakika. Umesulubiwa kwa Wagalatia. Alafu kwa Wakorintho Mungu anasema yako ya kale yote yamepita. Yaani uliposulubiwa kila kitu chako cha Adam kiliondolewa. Alafu ukirudi Wagalatia Mungu anakuambia si wewe tena unaishi. Si wewe tena unaishi, bali ni Kristo ndio anaishi ndani yako. Na Yesu akiishi ndani yako ni kwa imani. Amen. Ni kwa imani kwamba nilisulubiwa, nilikufa, nikaondoka. Mungu akamweka Yesu ndani. Sasa ni Yesu anaishi kufanya kazi za nani? Za Mungu. Hiyo ndio imani ya kweli. Matendo yake Yesu Kristo. Warumi 6:6. Warumi 6 mstari wa 6. Maandiko matakatifu anasema hivi: kwa maana twajua ya kwamba utu wetu wa kale ulisulubiwa pamoja naye, ili ule mwili wa dhambi upate kuangamizwa, nasi tusiendelee kuwa tena watumwa wa dhambi. Mungu anasema kwa maana tulisulubiwa pamoja na Kristo. Kwa nini Mungu anatusulubisha? Ni kwa sababu utu wa kale. Yesu akiwekwa msalabani, Mungu anasema wewe pia uliyekwa, mimi niliyekwa. Mungu alikuwa anaondoa utu wa kale. Ule utu wa Adam. Mungu hataki kuuona. Yale maisha tumeishi kwa dhambi. Yale maisha umeishi katika uovu. Mungu anasema haya lazima yaondoke. Na alipochukua dhambi akaika kwa Yesu Kristo, akakuunganisha na Yesu Kristo, akimhukumu Yesu, akiweka mbali dhambi zako na zangu kupitia damu ya Yesu Kristo, alikuwa anaika mbali maisha yako machafu na yangu machafu, ili tusitumikie tena dhambi. Ili tusiwe tena watumwa wa dhambi. Na ni imani. Imani chanzo chake ni kusikia. Kile ambacho unasikia David, inafaa uweke imani. Warumi 5 mstari wa 1. Warumi 5 mstari wa 1. Na hiyo imani ndio yamza nani? Yamza Yesu Kristo. Imani ya Abraham, ni Abraham alisikia na akaamini na akahesabiwa haki. So Mungu anataka usikie, uamini, uhesabiwe haki, Yesu Kristo azaliwe. Warumi 5:1. Warumi 5 kuanzia mstari wa 1. Kwa hiyo kwa kuwa tumekwisha kuhesabiwa haki. Kwa kuwa tumekwisha kuhesabiwa haki kwa imani. Kwa kuwa tumekwisha kuhesabiwa haki David kwa imani. Imani chanzo chake ni kusikia. Hauoni lakini unasikia. Na kile ambacho unakisikia unakiamini. Alafu unahesabiwa haki. So Mungu anasema, rejelea tena tafadhali. Warumi 5 mstari wa 1. Warumi 5 mstari wa 1. Kwa hiyo kwa kuwa tumekwisha kuhesabiwa haki kwa imani. Kwa kuwa tumekwisha kuhesabiwa haki kwa imani. Tuna amani na Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tuna amani na Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Waweza soma mstari wa 9? Mstari wa 9. Warumi 5:9. Warumi 5 mstari wa 9. Basi kwa kuwa sasa tumehesabiwa haki kwa damu yake. Basi kwa kuwa sasa tumehesabiwa nini? Haki. Kwa njia ya damu yake. David wasikia? Tumehesabiwa haki kwa damu ya Yesu. Yaani damu ya mtu mwingine unaambiwa uiamini, dhambi zako zioshwe, uhesabiwe haki. Abraham aliposikia sauti ya Mungu, Abraham aliamini
Na alipoamini, Yesu alizaliwa ndani ya moyo wake. Hapo ndo Abraham alipata kuzaliwa. Yesu alipata kuzaliwa ndani ya moyo wa Abraham. Then Mungu anataka hivyo hivyo. Anakwambia kwa damu ya Yesu Kristo uiamini, alafu Mungu akuhesabie haki. So wakati utakapoiamini kwamba damu ya Yesu Kristo imeondoa dhambi zako zote, hiyo imani, Yesu atazaliwa. Sasa Warumi 5:9. Basi kwa kuwa sasa tumehesabiwa haki kwa damu yake, si zaidi sana tutaokolewa kutoka katika ghadhabu ya Mungu kwa yeye. Si zaidi sana tutaokolewa katika ghadhabu ya Mungu kwa yeye. Mungu anasema kwa damu ya Yesu Kristo umehesabiwa haki. Unapoamini damu ya Yesu Kristo, David, ile kazi damu ilifanya, imani ya uoni lakini unakuwa tuna uhakika na kile ambacho unasikia, basi dhambi inaondolewa. Ndio imani ya Abraham. Imani ya Abraham haikuwa na kusita. Imani ya Abraham alikuwa alipotusikia sauti ya Mungu inasema nini, alifungisha kila kitu na akaanza kusafiri mali atajui, akiamini kunaye mtu mbinguni, kunayo sauti amesikia itamuongoza mpaka mahali anafaa aishi na familia yake. So Mungu anakuleta sasa katika maandiko, anakuambia hii imani ya Abraham ndiyo ilimzaa Yesu Kristo. Yesu mwana wa Abraham. Abraham ni imani. So Mungu anakuambia amini. Manake wengi washapata toba kwa darasa hili. Mungu anakuambia amini kazi ambayo damu ya Yesu Kristo ilikufanyia. Na utakapoaminio damu, Mungu anasema utahesabiwa haki. Ilifanya kazi gani damu ya Yesu Kristo? Mathayo 26:28. Mathayo mtakatifu 26 mstari wa 28. Hii ndiyo damu yangu ya agano, ile imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Yesu anasema damu yake ndiyo damu ya agano, na damu yake ilimwagika ili watu wengi wapate kuondolewa dhambi zao. So imani ni kuwa na uhakika kwamba damu ya Yesu Kristo ilimwagika na dhambi zangu zote zimeondolewa. Hiyo ndio imani ambayo Yesu Kristo anazaliwa. Amen. Hiyo ndio imani. Kwamba damu ya Yesu Kristo ilimwagika. Yesu anasema hii ndio damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kama uko na dhambi, unaamua basi usapata toba, matunda ya toba yashaonekana, Yesu anakuambia amini damu yangu. Na utakapoamini kwamba damu Yesu Kristo imeondoa dhambi zako zote, hapo ndio dhambi zaondolewa. Na kama vile Yesu ni mwana wa Abraham, hiyo imani inamzaa Yesu Kristo. Alafu Yesu Kristo akiwa ndani anafanya kazi za babake za Mungu zitaonekana. Bwana Yesu asifiwe. So hiyo ndio imani ya Abraham. So haya mengine pia tuwe makini nayo. Hino imani ya Abraham inakumbukwa mpaka mbinguni. Abraham, hapa kwa makini, Abraham alipoishi duniani, alipoishi na hiyo imani hii ambayo tumeiona kwa uwezo wa Mungu. Abraham alipoishi na hii imani ambayo tumeisoma, ambayo Mungu anakuita na ananiita wale waliokoka waendelee kuishi katika imani, kwa sababu maandiko pia anasema wenye haki wataishi kwa imani. Wenye dhambi waokolewe kwa imani, wale wenye haki, alafu wenye haki waishi kwa nini? Kwa imani. So Abraham pia aliishi baada ya wokovu. Abraham aliishi kwa imani. Hakuishi maisha machafu, hakuzini, hakutembea nje ya amri za Mungu, alitii amri za Mungu, alitii neno la Bwana. So Mungu anakuita pia uangalie Abraham alipoishi katika hilo imani, alipolalia hilo imani, Abraham alipolalia hilo imani. Mungu anataka uone Abraham anajulikana vipi mbinguni kwa imani ambayo tumeisoma hapa. Ili nizidi kusimama katika hiyo imani, ili venye Abraham alienuliwa mbinguni kwa ile imani ambayo tumeiona hapa, na mimi pia niishi na imani hiyo, nienuliwe, wewe uenuliwe pia kama vile Abraham alifanya nini? Alienuliwa. Tarejelea tena, tumesoma imani ya Ibrahimu kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Tukaona Abrahamu imani yake ni alisikia sauti kwa Bwana, akaamini
alafu akahesabiwa haki. Alafu akaendelea kutembea katika imani kwa kumtoa Isaka, kwa kukubali kutahiriwa, kwa kukubali kuacha nyumba zake. Hizi ni kazi za imani. So katika hiyo imani Abraham aliishi. Mungu anakuambia kwa ukiishi hivyo ureflect mahali hiyo imani imempeleka Abraham, na ujue pia hiyo imani itakupeleka huko. Lakini kama nitaishi kinyume na imani ya Abraham, basi kule Abraham yuko, wewe utakuwa kule, utakuwa opposite. Ama mimi na kule Abraham yuko. Bwana Yesu asifiwe. Abrahamu yuko wapi? Ulingana na Yesu Kristo. Angalia Luka. Unaweza kusoma Luka kwanza 13. Luka takatifu 13. Unaweza angalia 27. Luka mtakatifu 13 mstari wa 27. Lakini yeye atawajibu, siwajui nyinyi wala mtokako. Ondokeni kwangu nyinyi watenda maovu. Kuna watu wanafukuzwa. Haya ni maneno ya Yesu Kristo. Kuna watu wanafukuzwa mbinguni. Wanaambia ondokeni nyinyi mlitenda maovu. Sawa sawa. Kuna kundi linafukuzwa. Linaambiwa na Yesu, ondokeni nyinyi mlitenda maovu. Endelea. 28. Ndipo kutakuweko kilio na kusaga meno. Ndipo kutakuwa na kilio na kusaga meno kwa wale ambao walitenda maovu. Mtakapomuona Abrahamu, Isaka na Yakobo manabii wote wakiwa katika ufalme wa Mungu. Na manabii wote wakiwa katika ufalme. Ufalme wa nani? Ufalme wa Mungu. Ina maana Abrahamu yuko kwa ufalme wa Mungu. Waona? Ile imani Mungu ametufundisha leo imemwinua Abrahamu mpaka kwa ufalme wa Mungu. Hii imani ya kusikia sauti ya Mungu na kuacha vyote na kutii na kuhesabiwa haki na kuishi maisha ya haki. Hiyo Yesu anakiri akisema kwamba waovu watafukuzwa. Waovu waliotenda mambo machafu watafukuzwa. Alafu anasema mtasaga meno, mtalia mkimuona Abrahamu. Abrahamu yule tumesoma na imani yake tumeiona ya kusikia kutoka kwa Mungu venye Mungu amefanya na dhambi zako kupitia damu ya Yesu Kristo na kuamini na kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa sababu hiyo imani iliyomuingiza Abrahamu kwa ufalme wa Mungu ndio hiyo yatuingiza sisi ambao tumeokoka na wale ambao wataokoka katika ufalme wa Mungu wakiendelea kudumu katika amri za Mungu na mafundisho ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. So Biblia Yesu anamtambua Abrahamu kama ndugu aliye katika ufalme wa Mungu. Na ni imani gani imempeleka? Hii ambayo tumeangalia. Abrahamu alimwamini Mungu naye akahesabiwa kuwa ana haki na akaishi maisha ya haki. Hiyo imani imempeleka katika ufalme wa Mungu. Na ndio imani Mungu anaiongelea hapa. Kwa kuamini ile kazi Mungu amefanya kupitia Yesu Kristo na kuishi maisha masafi. So pia Abrahamu anatambulika na ukiangalia Luka 16, Abraham anatambulika paradiso. Imani Abraham aliyokuwa nayo inamfanya Abraham atambulike paradiso. Na hiyo ndio imani Mungu anataka mimi na wewe tuishi. Wale ambao hawajaipokea waipokee. Tutambulike paradiso. Paradiso inatambulika kwa maandiko kama kifua cha Abraham. Maandiko Mungu anatambua kifua cha Abraham kama paradiso. Naweza kuona iko wazi kabisa kwa maandiko vile Abraham alisikia kutoka kwa Mungu na akaamini. Hiyo imani ya Abraham aliamini, Mungu akasema sasa kifua chako Abraham kitakufananishwa na paradiso. Mwenye haki akifa atakuja kwa kifua chako Abraham, atapata comfort, atapata faraja. Na ni imani gani Abraham alikuwa nayo? Imani ndogo kama tembe ya haradali. Kusikia na kusema Mungu nimesikia, naondoka. Sisi Abraham alikuwa hagafiliki, Abraham alikuwa anagafilika. Lakini kwa ile imani ndogo kama tembe ya haradali iliweza kusongeza milima ya dhambi na maovu, na Abraham akapata nafasi katika ufalme wa Mungu, na mbingu
inamkubali Abrahamu kama paradiso, kifua chake. Hii imani nimeiona hapa kwa Abrahamu. Kwa nini nisiishike kwa uwezo wa Mungu, niweke kwa moyo na niishi nayo? Naweza soma Luka 16:19, naweza anza hapo. Luka takatifu 16:19. Akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri alivaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi, na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro wekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi. 21. Naye alikuwa akitamani kujishibisha kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata umbwa wakaja wakamlamba vidonda vyake. 22. Ikawa yule masikini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Abrahamu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Yule maskini alipokufa alienda kwa kifua cha nani? Cha Abrahamu. Abrahamu. Kwa nini anaenda kwa kifua cha Abrahamu? Abrahamu ni baba wa wote walio na imani. Tumesoma katika Galatia 3:7. Wote walio wa imani ni wana wa Abrahamu. So angalia venye Mungu anathamini kifua cha Abrahamu. Anasema mwenye haki akifa huko. Lazaro alipokufa kama mwenye haki, malaika, maandiko anasema malaika hawakosei. Malaika wamepewa mamlaka juu ya wanadamu. Lakini angalia, malaika anachukua nafsi ya Lazaro, malaika anaipeleka mpaka kwa kifua cha nani? Cha Abrahamu. Malaika ana acknowledge, sawa, anakubaliana na kwamba kwa kifua cha Abrahamu ndio mali Mungu amechagua kwa wenye haki, wenye imani kupata faraja. Na mtu Abrahamu, imani yake imetokana na nini? Imetokana na kusikia sauti ya Mungu na hakuangalia chochote, na akaitii na akatembea kwa utiifu kwa ile sauti ambayo Mungu amemuongelesha. Hiyo ndio imani. Leo Mungu anatuongelesha, Mungu ni neno lake. Kwa wokovu anakuongelesha jinsi Yesu Kristo alibeba dhambi zako. Jinsi Yesu anakuambia utubu, ugeuke kutoka kwa kutotii, ugeuke kutoka kwa njia mbaya, uamini kazi ambayo Yesu amekufanyia kwa damu yake. Damu yake ikamwagika ili dhambi zako zote na zangu zioshwe kwa ukamilifu. Alafu uamini umetakasika na uanze maisha masafi. Hiyo ndio imani ilimpeleka Abrahamu mbinguni. Huyu mwingine akiwa kuzimu, anachomeka, analia. Hata wenye dhambi wanamlilia nani? Baba ambaye ni nani? Abrahamu, kwa imani aliyokuwa nayo. Hii imani ya kusikia na kutii kutoka kwa Mungu, hiyo na kuhesabiwa haki, hiyo ndio imani tunaiongelea. Endelea. Mstari wa 23. Basi kule kuzimu aliyeinua macho yake alipokuwa katika mateso, akamuona Abrahamu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Mpaka hapo ni sawa. Akamuona Lazaro, akamuona Abrahamu na akamuona Lazaro kifuani mwake. Imani ya Abrahamu ndio Mungu anataka niikumbatie. Mungu anataka niikumbatie, kusikiza tu sauti ya Mungu na kuitii. Si kusikiza na kusema nimesikia na kufanya mambo hayafanani na ile sauti. Si utiifu. So pia imani ya Abrahamu ina matunda yake. Abrahamu imani yake ina obedience. Hizi vitu viwili vinafaa viandane, David. Hata katika watakatifu, imani ya Abrahamu ina kutii. Imani lazima iende na obedience. Faith lazima iende na obedience. Unaweza angalia Mwanzo 18 mstari wa 24. Abrahamu alipokuwa mzee, Abrahamu aliambiwa atairiwe. Abrahamu alipokuwa 99 miaka,
Ishmael akiwa na miaka 13 kama sijakosea. Akiwa na miaka 13, Mungu anamwambia Abraham, na kupatia hii sign ya tohara. Ikiwa ni tohara ya kimwili, lakini ikiwa inaashiria tohara ya kiroho. Waelewa? So imani ya Abrahamu ni kutii. Abrahamu anaweka mwili wake. Waona? Mtu aking'olewa jino akiwa mdogo huwa linaumiza, mkubwa huwa linaumiza sana. Lakini aking'olewa akiwa mdogo huwa ni rahisi. So mtu akifanywa tohara akiwa umri mkubwa huwa ni uchungu. Hata kupona huwa ni kazi. Abraham atatembea venye alikuwa anatembea huko mwanzo. Kwa mwanzo kama alikuwa mzee anatembea hivi, akitairiwa atatembea vile alikuwa anatembea kweli. Itabidi miguu iwe apart, sio? Itabidi iwe apart, alafu atakuwa anakanyaga huku, akikanyaga na ni mzee. Ni mzee. Kutairiwa huwa ni jambo gumu sana kwa watu wazee. Sasa kwa sababu hana nguvu, sawa? Sasa pia akipoa kile kidonda kiko pale, hata kuwa tu sawa. Waona imani ya Abraham, imani inafaa nifanye nitii. Hata kama jambo litakuwa linaumiza mwili, lakini ni Mungu ananiambia inafaa nitii. Hata kama ni usingizi wa kulala ninafanya niwe nasoma Biblia. Yesu ananiambia inafaa nitii, nitafute solution niweke miguu kwa maji. Kama ni kufunga wewe inaumiza mwili, inafaa nitii. Kupaza sauti, hauna speaker, unafaa kupaza sauti kwa wale watu wasikie. Utaumia hapa. Unafaa utii, unaenda hivyo. Nenda na hiyo sauti ndogo. Abraham alisema akajipeana kwa wanaitwaje hawa hakutairi? Magariba. Akajipeana kwa magariba, akafungua, akatoa uchi wake Abraham 99 years. Ni nini saa zingine mimi na wewe tukija katika kanisa la Mungu tukiambiwa waweza fanya hii, waona umekosewa kabisa. Ni kwa sababu imani yako na yangu haifanani na Abraham. Abraham hakusema Mungu hili jambo ni zito kwangu. Abraham alipeana mwili wake na uchi wake kwa gariba. 99 years. Hii inaonyesha utiifu, moyo kama mtoto mdogo licha kwa miaka ni mingi. Naweza soma tafadhali? Mwanzo 17 mstari wa 24. Mwanzo 18:24. Nifike. Okay, 17. Samani 17. Asante. Mwanzo 17:24. Asante. Abrahamu alikuwa na umri wa miaka 99 alipotahiriwa. Miaka 99. Ni nini mimi siwezi fanya? Mungu akiniambia nifanye. Basi nikiwa na imani ya Abraham, moyo wangu na moyo wako utakuwa kama mtoto mdogo. Utaweza kuongozwa na neno la Mungu. Utaweza kuongozwa ni kama ngamia ameshikiliwa na mtoto mdogo pengine wa Kisomali. Ngamia tu anaenda. Na ngamia inakuwa tu na amani. Neno la Mungu ni hivyo. Mimi naweza pata watoto wadogo hata zaidi yangu, wakaniongoza katika neno na nikasikia na nikafurahi. Nikapata wengine pia wakubwa nikawasikia na nikapata furaha kwa moyo. Inafaa pia iwe hivyo kwako na iwe hivyo kwangu. Lakini ikiona niko na ugumu wa moyo, nijiulize hii imani niko nayo haifanani na Abraham. Na kama haifanani na Abraham, na Lazaro alienda kwa kifua cha Abraham, tajiri akaenda jehanamu, inamaanisha hii imani ambayo uko nayo si Abraham, ni yule tajiri ambao mwisho wake wako na wangu ni katika ziwa la moto. So kwa kanisa la Mungu, kwa wale waliokoka, hakufai hata kwenda kushindana. Hakufai kwenda kushindana. Mungu amekuitia hii, kweli amekuitia, ni mzigo. Utatii, nifanye venye Mungu ananiambia. Hakufai kuwa na majibu, hakufai kuwa na mabishano. Sote tukiwa na imani ya Abraham. Mungu akituambia tutahiriwe miaka 99, tutasema Mungu, tumesikia na tutatenda. Na Mungu anasema huyu ni rafiki yangu. Abraham anaitwa rafiki ya Mungu kwa sababu ya imani. Ni kwa sababu hivi Abraham apishani na Mungu. Abraham yuko tayari, amefungua masikio yake ya kiroho na kimwili kusikiza kutoka kwa Mungu. Na ndio maana hata Kristo anaitwa mwana wa Abraham. Abraham. Una mali Mungu anamwambia Musa katika Kutoka 3 mstari wa 18 na 15. 15 anamwambia Musa, hili ndio jina langu. Mungu anasema yeye anaitwa Mungu wa Abraham.
Isaka na Yakobo. Wanasema Mungu wa Abraham. Mungu anataka aitwanishwe na jina la Abraham. Waweza taka uitwe baba wa Osama bin Laden? Nasema hapana, potelea mbali. Sitaki niitwe baba wa Osama bin Laden kwa sababu ya tabia zake, lakini Mungu anasema nataka niitwe baba Mungu wa Abraham. So inamaanisha wa Abraham yuko vipi? Basi inamaanisha kuna kitu Mungu ananiita niige kwa Abraham, na ndio hiyo imani. Mungu anasema nataka Yesu aitwe mwana wa Abraham. Mungu Baba aitwe Mungu wa Abraham, alafu mwanae ambaye ni Yesu Kristo pia aitwe mwana wa Abraham. Huyu Abraham ana nini kizuri? Abrahamu ana imani, alafu anamtii Mungu. Basi nafaa tuwe hivyo sisi wa Kristo. Tuwe hivyo. Mungu achague kifua chako kama paradiso ya wale watakatifu. Tukiingia kwa hekalu la Bwana, Mungu akusimamishe kama nguzo, mahali ambao watakatifu wengine watakuwa wanalala katika kifua chako. Haya ndio yafaa tuyaangalie. Wenye haki waishi kwa imani. Waweza soma mstari wa 25. Naye Ismaili mwanawe alitahiriwa akiwa na umri wa miaka 13. Abrahamu na Ismaili mwanawe walitahiriwa siku ile ile. Yeah 26. Abrahamu na Ismaili mwanawe walitahiriwa siku ile ile. 27. Kila mwanamume nyumbani mwa Abrahamu pamoja na wote waliozaliwa nyumbani mwake au aliyenunuliwa kutoka kwa mgeni alitahiriwa pamoja naye. Tuangalia Kolosai 2:11. So tukiangalia hapa tunaona tohara ya kimwili. Tohara ya kimwili. Mungu alipomleta Yesu Kristo, Yesu alikuja kutupatia tohara ya kiroho. Yesu alikuja kutupatia tohara ya kiroho. So kama vile Abraham alishuka akarespond kwa umri ambao ni mkubwa, akashuka na akatahiriwa na akachukua mtoto wake Ishmaeli akamtahiri, na nyumba yote wageni wake wote wakatahiriwa. Alafu Mungu anamleta Yesu sasa kwako David. Mungu anamleta Yesu Kristo kwetu. Anatuambia tumpatie hii mioyo yetu, mioyo. Mungu anasema tutubu dhambi, tugeuke kutoka kwa dhambi. Kila aina ya uovu tuachane nayo kwa kukiri na kuacha. Alafu nichukue moyo wangu nimpatie Yesu. Yesu aufanye tohara. Na watu wengi wanakimbia leo, hawataki kugeuka kutoka kwa maovu yao. Hawataki kugeuka kutoka kwa dhambi zao. Hawataki kugeuka kwa maisha yao ya kale. Hawataki kumpatia Yesu moyo wao. Yesu aufanye tohara kama vile Abraham alivyotahiriwa. Hawataki kumwamini Yesu Kristo. So venye Abraham alifanya, Mungu anatuita, anatuambia watu wa agano jipya, leteni mioyo yenu kwa Yesu Kristo. Geukeni kutoka kwa maovu yenu kwa kutubu na kukiri na kumpatia Yesu ili upate tohara ya moyo. Wakolosai 2:11. Wakolosai 2:11. Katika Kristo pia mlitahiriwa kwa kutengwa mbali na asili ya dhambi, si tohara inayofanywa kwa mikono ya wanadamu, bali kwa ile tohara iliyofanywa na Kristo. Maandiko yanaongea kuhusiana na tohara iliyofanywa na Kristo. Niangalie imani ya Abraham kwa kutahiriwa kwa mwili kwa miaka 99 na kuvumilia katika uchungu na kukubali kushinda mwili. Alafu Mungu ananileta huku pia, ananiambia pia kuna tohara inafaa ufanywe, tohara ya moyo. So kama venye Abraham alitii, Mungu anakuita utii, umpatie Yesu Kristo moyo wako kwa kukiri uovu wako na kuamini ile kazi amekufanyia ili auvue mwili wa dhambi. Ufuliwe mwili wa dhambi. Hiyo ndio tohara. Venye Abraham alitahiriwa leo, umri wake, uchungu wake, Mungu anakuambia kuna tohara nyingine amemtuma Yesu aifanye ya moyo wako. So geuka kutoka kwa vyote, hata kutotii, geuka. Amini ile kazi Yesu Kristo amefanya. Mstari wa 13 inaongea kuhusu hiyo kazi ambayo Yesu amefanya. Wakolosai 2:13. Wakolosai 2:13. Tulipokuwa wafu katika dhambi zetu. Tulipokuwa wafu katika dhambi zetu. Na kutokutahiriwa katika asili yetu. Na kutokutahiriwa katika asili yetu. Na kutokutahiriwa katika asili yenu ya dhambi. Ya dhambi.
Mungu aliwafanya muwe hai. Mungu alitufanya tuwe hai pamoja na Kristo. Alitusamehe dhambi zetu zote. Mungu anasema alitusamehe. Mungu anasema amekusamea David. Amenisamea, amewasamea dhambi zenu zote. Hii ndio imani. Amen. Hii ndio imani na ndio kutahiriwa katika Mungu. So Abrahamu pia, imani ya Abrahamu iliamini ufufuo wa Mungu. Hatuko mbali kumaliza. Imani ya Abrahamu ilikuwa na utiifu katika ufufuo wa Mungu. Shiangalo Ibrania 11. Ibrania 11, Mungu alipomwambia Abrahamu amtoe Isaka. Mungu alipomwambia Abrahamu amtoe Isaka, Abrahamu hakusita. So imani ya Abrahamu kwa Mungu, Abrahamu alikuwa tayari kutoa chochote ambacho yuko nacho kwa ajili ya Mungu. So wewe pia, mimi pia waitwa uachilie vyote ambavyo havimpendezi Mungu. Waitwa uachilie vyote ambavyo vinakula muda wako na vinakula muda wangu kwa ajili ya Mungu. Paulo anasema alihesabu yote kuwa mavi. Alihesabu kila kitu kizuri alichokuwa nacho katika sheria ya mwili kuwa mavi, kwa sababu alikuwa amepata haki ya Kristo na sheria ya roho ilikuwa imekuwa moyoni mwake. So paka kuwe na hesabu ya kufanya. Paka kuwe na hesabu ya kufanya. Ya kuweka kila kitu nyuma, Mungu abaki tu mbele. Lazima kuwe na sacrifice. Ya Mungu. Yesu anasema huwezi kuwa mwanafunzi wangu. Na ukitaka kuwa mwanafunzi wake lazima ufanye nini? Lazima ujikane. Ubebe msalaba wako kila siku umfuate. So Abraham alijikana akamtoa Isaka. Kama hangejikana, kama angekuwa bebe msalaba, angemficha Isaka, kama angetafuta njia nyingine. Unaweza kusoma Ibrania 11 anza 17. Ibrania 11 mstari wa 17. Kwa imani Abrahamu alipojaribiwa na Mungu, alitoa Isaka kuwa dhabihu. Yeye aliyekuwa amezipokea ahadi za Mungu alikuwa tayari kumtoa mwanawe, alikuwa mwana wa pekee hawe dhabihu. Abraham alikuwa tayari kumtoa mwanawe wa pekee. Abraham hakuwa ameshikilia chochote. Hii ndio imani ya Abraham. Ni nini nimeshikilia ambao inagwaruzana na Mungu? Nini umeshikilia ambao ni muhimu? Na huku pia wataka umshikilie Mungu. Mungu anaita hii sanamu. Amri ya kwanza na ya pili, usiwe na miungu mingine, usifanye sanamu ya kuchongwa. Usiinamie. So Abraham hakuwa na sanamu. Abraham hakuwa na sanamu katika moyo wake. Alimpenda Mungu na moyo wake wote, nafsi yake yote, nguvu zake zote, akili yake yote, na akamwishia Mungu, na matendo ndio alikuwa yanaonesha. Hili ni jaribu ambao wanadamu wengi wakipewa wataanguka. Lakini Mungu anakuita kwa imani ya Abraham. Abraham tu alikuwa anasikia Mungu na kutenda. Anasikia Mungu tu na kutenda. Habishani na Mungu. Habishani. Kizazi chetu tuko na knowledge nyingi sana. Knowledge lakini nabishana na Mungu. Waweza kuwa mgonjwa, Mungu anakuambia umepona, lakini Mungu nitaponaje? Mungu ashakwambia umepona, mimi umepona, hata kama hali bado haijabadilika. Itabadilika. Nafikiria paka nitumie dawa fulani ndio niamini, ama Mungu akikwambia kwa dawa utapona, kwa dawa umepona, amina. Na akikwambia hii hali iko hivi na itaondoka, amini hivyo. Amen. Lakini kama kuna kitu nimeshikilia, pia yaweza kuwa tabia, yaweza kuwa si mtoto nimeshikilia ama kitu cha thamani, lakini kunaweza kuwa na character ambayo umeshikilia miaka yako yote. Yaweza kuwa na pride, kiburi. Ukienda huko unaomba na kiburi. Ukienda huko unaomba hii kiburi yako ike chini. Lakini bado unataka kuishikilia. Uione wasema mimi sina kiburi. Lakini unaomba una kiburi hapa. Lakini unasema mimi sina kiburi. Hii umeishikilia ni sawa na utaki kumtoa Isaka. Mungu anakuambia hii pia wachilia. Ubaki free. Mtu akikukosoa kwa upendo ndani ya Kristo, sikia yale makoso kwa sababu mojawapo ya neno la Mungu ni pumzi. Na hii pumzi inarekebisha pia, ina reprove, ina correct. Sasa kama mimi naamini neno la Mungu ni pumzi kweli limeniokoa. Lakini sitaki lini correct. Basi na mimi siamini neno la Mungu kwa sababu ni pumzi, yes, inaookoa na inayorekebisha pia na inafundisha haki. Hizi tatu inafanya hivi. So kama inarekebisha basi afanye irekebishike.
na nipokee. Neno la Mungu linirekebisha. Kama ni ya kunionya, yafaa nikubali kuonywa, maana ni pumzi inayofanya nini? Inayonionya kwa haki. Lakini nikikataa kuonywa na nakubali neno la Mungu ni pumzi, hapa kuna imani ambayo si ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mpendwa akikuonya na akitumia maandiko, inafaa ushuke kweli, uchunguze haya maonyo ni ya kweli. Na kama ni ya kweli, kumbuka ni pumzi ya Mungu hiyo. Sasa sema nimeokolewa na kitabu hiki, alafu kinaponionya mimi nasema sikubaliani na hayo maonyo. Hata huo wokovu basi haujaokolewa na. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio kumtoa Isaka, jiachilie. Neno la Mungu ni pumzi na kazi yake ni kuokoa na kuonya. Nikisema nataka niokolewe tu peke yake na sitaki kuonywa, hii ni pumzi ya ibilisi sasa. Mungu hawezi kupatia pumzi nusu. Sio fani embrace, ni ikumbatie, ndio rafiki wa Mungu. Achilia kila kitu, mwachilie Isaka wote. Mwambie Yesu, control maisha yangu. Hata sina maisha, wewe ndio unaishi. Fanya linavyokupendeza. Yes. So hiyo ndio kumwachilia Isaka, na hilo ndio jaribu tunapewa. Next. Hatuko mbali kumaliza tafadhali. Mstari wa 18. Ingawa Mungu alikuwa amemwambia Abrahamu, uzao wako utahesabiwa kwa njia ya Isaka. Abrahamu alihesabu kuwa Mungu angeliweza kumfufua Isaka kutoka kwa wafu, na kusema kwa mfano alipata tena Isaka kutoka kwa wafu. Rejelea 19. Abrahamu alihesabu kuwa Mungu angeliweza kumfufua Isaka kutoka kwa wafu, na kwa kusema kwa mfano alimpata tena Isaka kutoka kwa wafu. Yasema hivi, Abrahamu alikuwa na imani ya kwamba Mungu hata akimtoa Isaka amchinje, Mungu ako na uwezo wa kumfufua. Sawa? Hiyo sentence inasema paka hapo kwanza. Alafu inasema alivyomtoa Isaka ni sawa na Isaka alikufa na Mungu amemfufua tena Isaka. Waelewa? Abraham anasema sentence ya kwanza ni kwamba imani ya Abraham ni kwamba hata nikimtoa huyu mwana, hata nikimdunga kisu, hata nikimteketeza, Mungu ako na uwezo maiti wa kumfufua tena na arudi nyumbani akiwa na Isaka. Alafu wazo la pili Abraham anasema Isaka ni kama aliuawa kwa ulimwengu wa kiroho. Alafu Mungu akafanya nini? Akamrejesha tena. So ina maana Abrahamu ana imani katika ufufuo. Kumeelewa? Abraham ana imani katika ufufuo. So hii pia inaunganishwa na Wagalatia. Abraham alipokuwa na imani kule, Abraham alipokuwa anaamini ufufuo, Abraham alipokuwa amehubiriwa na Mungu ufufuo, hakuwa na shida ya kumtoa Isaka. Na anasema Isaka alikuwa kama amekufa, Mungu alimfufua Isaka tena akampatia. Umeelewa? So mwenye dhambi na sisi katika kizazi cha Agano Jipya, Mungu anatuita imani ya Abraham ni kwamba anaamini katika ufufuo. Uwe muamini, niwe muumini katika ufufuo wa Yesu Kristo. Warumi 4:25 ni kwamba Kristo alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na Yesu akafufuliwa. Yesu akafufuliwa venye Abraham anaamini kufufuliwa, venye Abraham anaamini kufufuliwa, yafaa niamini. Yafaa uamini kwamba Kristo alipofufuliwa ulihesabiwa haki. Hii ndio imani ya Abraham. Hii ndio imani ya Abraham. Abraham anaamini hata Yesu alikufa na Yesu akifa pia atafufuka. Na anaamini hilo. Na wewe unafaa uamini nini? Hivyo hivyo. Ukisikia Yesu amefufuliwa inafaa uamini kwa nini alifufuliwa. Uhesabiwe haki, basi uamini deni lako la dhambi limelipwa na wewe ni mwenye haki. Waweza soma tafadhali Warumi 4:25. Warumi 4:25. Alitolewa afe kwa ajili ya dhambi zetu. Yesu alitolewa afe. Yesu alitolewa afe kwa ajili ya dhambi zetu. Naye alifufuka
Yesu alifufuka. Hiyo ndio imani ya Abrahamu. Na Paulo pia na sisi tunaambiwa tuwe na imani hiyo. Yesu pia alifufuka kwa ajili yetu. Kwa ajili yetu. Ili tuhesabiwe haki. Ili tuhesabiwe haki. So Abraham alikuwa anaamini ufufuo. Imani ya Abraham inaamini ufufuo. Akirudi na Isaka anatuonyesha picha ya nani? Ya Yesu Kristo. Amen. Anaamini alikuwa amekufa na akafufuka. Hii ni sura ya Yesu Kristo. Yesu pia anatolewa afe na anafufuka. Na kwa uamini kwa imani hiyo umehesabiwa haki mbele za Mungu. Amen. Abraham alitoa rafiki ya Mungu. Rafiki. Mtu ambaye ameokoka anafaa zidi kutaka. Mungu akisema Mungu akiwa mbinguni, yote tutakuja tu kuangalia kwa maisha ya Abraham. Mungu akiwa mbinguni alikuwa anasema, acha nishuke chini niende kwa rafiki yangu. Akienda pengine akienda maserafi wako pale wazee 24 wananong'onezana. Wajua Mungu anaenda leo. Wengine anaenda wapi? Wengine anawaambia anaenda kwa rafiki yake Abraham. Anashuka. Bwana Yesu asifiwe. So kile kitabu tumesoma Mwanzo 17:20 mpaka 26, Abraham alipotairiwa, sawa, Mungu alikuwa anaona haya yote. Mbingu ilikuwa inaona haya yote. Inaona mzee, inaona venye Abraham anaenda na uchungu, Mungu alikuwa anaona. Amini usiamini, the next chapter ni Genesis chapter 18. Mungu na Yesu Kristo inaaminika na mwingine wanashuka chini. Alipotairiwa tu, yeye na nyumba yake na mtoto wake, ishara ya wokovu. Mungu akimwona rafiki yake venye anaishi, venye amekubaliana, Mungu anasema no, wacha tushuke tumtembelee. Mungu, Yesu Kristo na huyu mwingine watatu wakavaa mwili wakashuka paka kwa Abraham wakimtembelea. Na ripoti mbili. Ripoti ya kwanza ni kwamba Sara atapata mtoto mwaka unaokuja. Ripoti ya pili ni Sodoma. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wezaona ile sacrifice amefanya, ule uchungu amepitia, hiyo tohara. Alafu Mungu anasema acha tukampitie, acha tukamtie nguvu, acha tukamtie moyo. Mungu rafiki yake, rafiki ni marafiki. Kuna ukaribu. Je, wewe unaitwa rafiki wa Mungu? Ni nini ambacho wewe mwenyewe maisha yako ukikiangalia unaona nimemfanya Mungu mpaka Mungu mwenyewe najua nimegusa moyo wake, na huku mbele najua kuna baraka zinaningojea. Nini umefanya? Nini mimi nimefanya? Hilo ni swali nafaa ujiulize. Ukisoma James, tukimalizia na James na kitabu kingine cha mwisho, huenda tukimaliza ukisoma James 2:23. James 2:23. Yakobo 2:23. Kwa njia hiyo yakatimizwa yale maandiko yasemayo, Abrahamu kumwamini Mungu akahesabiwa kwake kuwa haki, naye akaitwa rafiki wa Mungu. Yes, Abraham alisikia sauti ya Mungu. Mungu anakuambia sikiza sauti yake na uiamini. Ukisikiza sauti ya Mungu kwa maandiko, Mungu anakuambia iamini na utende venye amekwambia, na utakuwa rafiki yake. Utakuwa rafiki yake na utakuwa adui yake kama anakuambia lakini hausikii. Utakuwa adui yake. Maandiko yanasema Abraham alimwamini Mungu naye akahesabiwa kuwa haki. Abraham alisikia. Alafu Mungu pia anasema Abraham akaitwa rafiki ya Mungu. Kwa nini? Alikuwa anasikiza sauti ya Mungu. Wataka Mungu aitwe rafiki yako? Wataka uitwe rafiki ya Mungu? Wataka Mungu aseme niko na rafiki yangu naenda kumtembelea duniani, aidha kwa ndoto, aidha kwa maono, aidha kwa neno, aidha kwa watumishi? Huu rafiki mimi nautaka. Mungu anakuambia ni very simple. Kuwa na imani ya Abraham, kusikia kutoka kwa Mungu na kutii, kuobey venye Mungu anakuambia. Mungu yuko na the 10 commandments, the moral commandments. Kwambia usiwe na miungu mwingine, usizini, waheshimu wazazi wako. Hizi nazirigada ziko spiritual, zile kwa mioyo yetu, hazitawahi kuisha. Usiwe na miungu mingine, haitawahi kuisha. Ukumbuke siku ya Sabato na uitakase. Usizini, haitawahi kuisha. Usitamani mambo ya jirani yako, usiue, haitawahi kuisha. Hayo yote yako. Abrahamu kwa uwezo wa Mungu aliyatii, anatii sauti ya Mungu wake.
Na ni Mungu anasema. So kwa nini Abraham anaitwa rafiki ya Mungu? Mungu anaongea, yeye anatenda. Mungu anamwambia, yeye anasikia. So mtu akitwa rafiki ya Mungu ni kupitia hiyo imani tumeiona hapo. Pia unaweza malizia na Yohana 15 mstari wa 14. Yohana mtakatifu 15 mstari wa 14. Maandiko matakatifu yanasema hivi: Ninyi ni rafiki zangu mkiwa ninyi ni rafiki zangu mkifanya ninayowaamuru. Yeah, Yesu anasema nyinyi ni rafiki yangu mkifanya yale ninayowaamuru. Abraham anaitwa rafiki ya Mungu kwa sababu alimwamini Mungu naye akahesabiwa haki. Mungu alipomwambia mtoe Isaka, alienda akamtoa. Mungu alipomwambia toka katika nyumba ya babako, alisikia na akatoka. Mungu alipomwambia sasa unafaa utairiwe katika huo umri uko nao, Abraham alitii na akajipeana. Akapeana mwili wake wote kwa wenye kufanya hiyo kazi na nyumba yake yote ikatairiwa. Yesu anasema hapa katika Yohana 15:14, nyinyi ni rafiki zangu mkitii yale anayotuambia, anayotuamuru. So tukirudi katika Mathayo 1:1, natumai Yesu anakuamuru kwamba utubu na uiamini Injili. Anakuambia ukifanya hivyo wote kwa rafiki yake leo, kukiri na kugeuka kutoka kwa yote na kuamini ile kazi ambayo Mungu amekufanyia kwa damu ya Yesu Kristo. Hiyo ndio kutii yale Yesu anakuambia, na pia kuenenda katika zile amri. Wale ambao wamekuwa hapa, zile amri ambazo Yesu anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Amri zake ni zipi? Anasema usizini, usiue, usiibe. Zile za kutoka, moral laws. Hizo zinaunganika pia. Hawezi kuwa rafiki ya Yesu Kristo na unavunja amri zake. Hawezi. Mungu asema usizini, Yesu pia anasema usizini. Mimi nazini. Alafu nasema mimi ni rafiki ya Yesu Kristo. Yesu anasema no, hakuna. Haiendi hivyo. Ikumbuke siku ya Sabato na uitakase. Mungu anasema hivyo. Mimi naisahau na nainajisi, sitakuwa rafiki ya Mungu. Ya kwenda mbinguni it's a journey, ni safari. Lazima ugeuke kwa vyote na kila siku unaendelea kugeuka kutoka kwa vyote. Unaokolewa initially, haki inaikuwa ndani, na unafaa utembee kwa uwezo wa Mungu na Roho Mtakatifu katika njia za Mungu mpaka mwisho. Naweza kumalizia na hiyo Mathayo 1:1. Mathayo mtakatifu 1 mstari wa 1. Habari za ukoo wa Yesu Kristo. Habari za ukoo wa Yesu Kristo, Mwana wa Daudi, mwana wa Abrahamu. Yesu anaitwa mwana wa Abrahamu. So hilo kwa uwezo wa Mungu tumeliangalia na tumeona ni imani inazaa wokovu. Yesu mwana wa Abrahamu, imani inazaa wokovu. So next time Mungu akipenda tutaangalia kuhusiana na Yesu mwana wa Daudi. Kwa njia gani Yesu anaitwa mwana wa Daudi, na naamini kwa neema tu ya Mungu Matthew chapter 1 verse 1 itakuwa tumemaliza. So acha tuamini tuombe. Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, sifa na utukufu ni zako Bwana. Asante kwa kutuonyesha Bwana jinsi ambao Kristo Yesu anaitwa mwana wa Abrahamu. Katuonyesha Yesu ni wokovu, Abrahamu ni imani Bwana, na imani uzaa wokovu. Maana wokovu ni kupitia imani. Mungu katuonyesha jinsi Abrahamu alivyoamini akahesabiwa haki. Katuonyesha msingi wa imani ya Abrahamu katika Warumi 4 mstari wake ni 3. Mungu nakuomba, wokovu ni kazi yako Bwana. Wale ambao hawajaokoka nenda ukaokoke, maana hiyo ndio msingi. Hiyo ndio sababu ya mafundisho haya. Wale ambao wameokoka Bwana, zidi kuwasimamisha katika wokovu uliowapatia Bwana. Bwana unasema tufanyie kazi
wokovu uliotupatia kupitia Roho yako aliye mtakatifu ndani ya mioyo yetu Bwana. Mungu, nenda ukasafishe kila aina ya uovu kupitia neno lako, kila aina ya dhambi na kutokuamini kupitia neno lako Bwana. Asante kwa mgeni Bwana, muongoze, msaidie, mjazilie yale yote Bwana uliyotaka kumjazilia. Yale ya kuyaondoa Bwana ndani yake, nenda ukayaondoe Bwana. Yale ya kuweka moto, nenda ukaweke moto kwake, zidi kumpatia nafasi Bwana pia. Na hata tupate kusikia kutoka kwa moyo wake Bwana. Mungu, wenyeji pia walio mahali hapa Bwana, zidi kuwafanya kuwa moto, na uzidi kuwanoa na uzidi kutunoa kupitia neno lako Bwana. Wale wajaokoka, naamini mtakatifu wa Israeli utaenda kutenda kazi kuu kama hata ushaitenda tayari, naamini. Yale tujaomba tunaweka mikononi mwa mwombezi yote aliyekaa mkono wa kuume wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo, azidi kutuombea. Na kwa jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Sema neema and the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. Amen. Sema Baba yetu, Father what in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptations, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom, the power and glory forever and ever. Amen.